Ajabu vipi uko juu? Wewe mzee Ajabu wanakuja wenyewe hao. Wewe nani kwambia utashangazi? Rudi shangazi wewe. Sitaki. Hey. Kaa uko juu leo. Wewe mtoto wewe. Wewe mtoto tafuta balaa wewe. Hapo kwako hapo. Mimi kuliko natafuta nino tetere wangu huko. Huko wapi mtetere uko juu uko wewe? Wewe mtoto. Sasa tafuta baba yako hapa. Natafuta tetere wangu na bia huko juu. Wewe shangazi. Mtoto mshangazi. Chini huko. Wewe unatafuta balaa mimi. Nitakupa hela hapo shangazi. Sitaki. Shangazi. Sitaki. Wewe shangazi. Sitaki baba, sitaki. Sasa wewe nitakupiga mimi. Mimi nikishuka hapa. Kama unaweza shuka uje kunipiga mimi na kama. Sawa, asante sana. Wacheka sio? Mimi nitakutafuta mimi wewe. Labda sishuke hapa tena. Wapi kwanza? Mimi hapa kwanza wenzako. Njoo rafiki yangu ndakupa hela. Njoo babu Takupa pipi babu Sitaki. Toka basi nitakuja basi sasa kwenda. Basi bwana sawa tu wewe. Hapo tutakuta mezani watapita kumsaidia. Sawa. Ibada gani? Mama Desi. Nyoka na sisi nitasemaje jamani? Toba Mungu wangu. Hapo pale parefu. Baba vipi juu huko? Tetere baba. Tetere uko juu? Tetere na kile hapo tetere. Ngoja mama ngoja. Wewe wangako unatafutia hapa mchana. Tetere juu huko. Unataka kabisa. Shuka mwenyewe. Nakwambia nitakufungua buta sasa hivi, shuka mwenyewe. Baba shuka. Wangako ndio unatuletea sisi hapa. Baba kama umetumwa baba hapa. Usika nini na uko juu? Tetere mama ndio. Shuka sitaki kukuwa na wanga kuniletea katika nyumba yangu mimi sitaki. Ukao ukijua mzee. Mzee mzima kwenye nyumba yetu mchana. Nani anakuruhusu upande uko juu? Yaani nimepanda kwa sababu kufuata. Uko juu. Kweli unakomenti tetere ndio au nikupendia uko juu? Ndio utanijua kwamba mimi nani Baba, unielewi? Nakuelewa mama. Nakwambia shuka sasa. Tetere mama mmemnunua. Tetere hanihusu, shuka baba. Gongo la Mboto ndo kakimbia kaja hapa. Uko juu, tetere ndo akakuja akakaa uko juu. Ni kindani mama, ni kinda. Shuka mbona nitania? Naam. Shuka. Niwekeni ngazi basi mama. Akweke ngazi na ulipandaje uko juu? Nimepanda ngazi mtoto mshezi ndo Shika. Shuka baba, shuka. Ona tuetea utani na wangako mchana uwe. Tani yako atania baba. Sio sisi. Taratibu mwanangu. Ushuke. Haya shuka. Shuka hapa, tunakusubiri. Kabati huko Lete panga. Shuka hapa. Kimi. Shuka. Panga atiachie kwanza. Shuka nakwambia. Na. Baba shuka. Tunamaliza hapa leo. Haya. Toba Mungu leo. Mungu wewe anakupeleka kwa juu ndio akushusha hapa. Yote sababu ya nini ya tetere baba? Haya tuhusu tetere sijui nini hayatuhusu shuka. Wewe baba kuna tundu la tetere huko. Wewe babu bwanga ni au umetumwa wewe baba? Huyu katumwa huyu. Shuka hapa tunakusubiri. Kila siku bunge anakuja kukondo na huyu. Wewe babu wewe. Leo umekwisha baba. Shuka baba shuka. Nakwambia kama ulikuwa unaenda buchani kununua nyama leo nyama wewe. Nyama leo wewe. Haya baba ngoja. Haya. Wewe shuka vizuri nikate vizuri Wewe unanisikia kwenye redio na kwenye kuna watu makatili baba. Baba kuna watu makatili. Baba. Wasikia baba? Mimi ndio. Mimi nimefukuza tetere. Haya nakaa. Wewe nifunge shuka vizuri. Haya funga. Ngoja maana unifunge. Sio na mimi mtu mzima. Nafunga shuka vizuri kusudi. Kaa chini. Nataka maneno baba. Utuambie huko nyuma umefuata nini? Kwa sababu mimi mtu mzima nileteni shuka nini stuli nikae. Amna stuli. Hivyo mzee heshima. Yaani mtu mzima anakaa chini ya baba hatutaki maneno. Tuambie baba huko juu ulifuata nini? Tetere baba. Tetere? Huko kuna tundu. Tetere wangu alikimbia kule Likindi afu akaja akatua jua pale. Umemkuta sasa pale ulipokuwa unamwangalia Kufika pale na ngazi yule mtu nataka kukamata nini tetere. Tetere niliponyoka mtoto anachukua ngazi akimbia nayo. Kwa sababu ya tabia zako chafu za wanga. Wewe babu wewe mwanga. Wewe babu mwanga. Sawa. Sasa kama babu umetumwa. Ngojeni niambie. Mimi nina kazi yangu sio hiyo. Kazi ya mwanga nataka tuambie kwa sababu. Sasa nataka nieleze. Wewe kapanga mimi nakoza mimi mtu mzee kwenda kimbia wapi?
Weka pale. Baba tafadhali baba. Baba nitakumaliza. Mimi nataka nikuelezeni bwana. Baba tamani hilo. Hilo. Unaona kwa sababu mimi nikuja paka. Ndio. Nisikia bwana? Sawa sawa. Nasimama na wanuruhusu? Simama. Simama ongea sasa. Simama. Hata mzee sasa tumekuheshimu ya kutosha. Sasa ndo tunakumaliza. Ongea tukumaliza. Hauna hili sina baba. Sina. Tafadhali baba. Niambie Spuruki na kazi yangu nitakwambia. Kama ya mke wangu. Sasa mimi pale nilipokuwa mkondani nyinyi. Sasa mimi nikasikia nyinyi mnapiga story. Mimi namtafuta njia wangu. Kwa sababu kule njia naenda kama nikawa mimi nasikia story zenu. Mama alikuwa anakulegeza maneno mimi habari ya chabo. Hawezi. Wewe uwezi bwana. Alipanda viazi akachimba wala alimazi oba ni pamparara yaba nenda sokoni. Haya, hiyo safari ya wapi? Naenda sokoni. Njoo ngumza maana nako nikuluta sokoni. Kawaida yake ni kwenda wanawake, sio wanaume. Mme wangu, maana mimi sina miguu. Unayo, lakini kawaida ni wanawake ndio wanaenda sokoni. Mnajua nyinyi wanawake mnatuzungua. Tunakuzungua na nini? Wewe tayari leo ndio umenitune pale maana kama ni radio umepata sehemu ile Bomba FM ya Mbeya. Wewe mwanamke wewe bwana. Mimi sizote na kutest nikikupa shilingi 2000 ninakula vitu mimi hapa chakula cha shilingi 10,000 mpaka 15. Wewe unapata wapi? Usitaki? Sio nimecheka. Nakushangaa wewe. Na mimi ndio maana nakushangaa wewe nakwenda mwenyewe. Nikaone na mimi nikapewe vya shilingi 10,000 nje navyo. Sio vizuri hivyo, na tabia hiyo sio mzuri. Na hiyo ni ila mbaya ambayo uliokuwa nayo. Na utaratibu wa kunigusa pua. Mimi utaratibu siupendi huo. Utaratibu wa kunigusa pua Mama Kiroba mimi siupendi. Nimechukia leo. Kwa nini wewe uende sokoni wakati sokoni inabidi niende mimi Sasa nakwambia hivi huendi sokoni. Naomba unipe hela kapu niende sokoni bwana. Wewe una mipango sokoni? Sijapanga chochote. Naomba unipe hela niende sokoni, ni unanichelewesha. Unazo hela wewe? Hela si unatoa wewe, kwani natoa mimi? Si unatoa wewe? Mimi bwana mimi nishakuelewa siku nyingi wewe mitego yako. Na wanawake wengine pia wengine ambao mimi nawajua hapa mjini. Hayo mawazo yako, ni mawazo yako mwenyewe lakini wala tofauti. 2000 kakuachia mke wangu wewe unanipikia chakula cha shilingi 10,000 mpaka mimi najirambaramba hapa. Kwani shilingi ngapi hivyo vitu? Shilingi ngapi hivyo vitu? Ndio kumbe ndio janja yako. Mimi nanunua nyama ya robo shilingi ngapi? Wewe huwezi kutengeneza roast kama lile kwa shilingi 2000. Ndani mna nyama, maini, mabiringanya. Kelele bwana, nipa hiyo hela mimi niondoke unanichelewa. Kelele mwenyewe. Mimi nimeshagundua. Hebu mimi nipe kapu. Naomba unipe hela niende sokoni, mimi unanichelewesha. Mtu hela zako hapa. Lakini mbona unakuwa na tabia mbaya hivyo jamani? Na mimi nashangaa kwa nini ungangania kwenda sokoni leo, umepanga nini? Nashindwa kukuelewa. Sikuelewa kabisa. Kwa nini unanifanyia hivyo? Hebu niachie bwana. Hebu twende ndani kaangalia kama ndani hela zangu za mchezo. Nimeweka hela zangu huko ndani. Hamna, mbona unakataa? Hebu rudi wewe, rudi. Naomba hiyo kapu nipe. Nipe kapu. Nipe kapu. Kwani nakataza? Wewe umechukua hela yangu. Umechukua hela yangu. Umechukua hela zangu. Sijakuadhini naomba. Kana wewe kapu. Mimi naenda hivi sokoni. Na leo nakwambia hivi. Lakini kwa nini mbona unakuwa hivyo lakini?
sokoni wanatilia akili nyingi kweli kweli. Mimi naenda paka nimekosa huyu mtoto afanya nini? Anapiga chabo. Watoto wadogo namna hii hawa lazima watiwe adabu. Hii kazi ya kufanya mtoto. Unachungulia nini? Babu. Unafanya nini babu? Sijachungulia babu. Unanizunguka. Sijachungulia babu. Kizunguzungu. Nimechoka mndani mboga hivi lakini unga hakuna. Mimi nipike kitu gani sasa? Nipike nini? Sikia sasa mama watu, injika chungu kwanza. Alafu sasa nimeshakwambia uinjike chungu bwana, mwanamke mbishi. Sio mbishi bachali hivi jamani, hivi maisha ni maisha gani lakini? Mama Chale. Tunaenda kazi narudi na mboga ndio hapa. Mama Chale ulipanda kichwani. Na kupanda kichwani kitu gani? Unaonaje? Mdomo huo. Injika wewe. Mimi nafuatilia mboga. Sasa mimi umenioa nimekuoa umenioa. Mimi nitajua kupata unga wapi? Injika maji achamuke mpaka yakauke. Sifanye hivyo. Lakini sinishakwambia injika chungu. Nishakwambia naenda mwendo wa traffic. Unainjika chungu, nikitoka nikirudi unga umepatikana. Unaondoka hapa fununi masaa unataka wewe. Mimi sifanye hizo biashara, nimechoka sasa hivi. Sasa wewe ndo mtafutaji. Sasa sikiliza nikwambie, ukitaka ichukue hiyo mboga tule basi. Mimi sio nishachoka. Sasa mimi ndo naenda vinaenda kufuatilia masuala yangu. Wewe ndio unaondoka hivyo? Sasa mke wangu mbona hivyo? Wewe mtoto mzuri, mtoto uloumbika, sura kama kidakwa. Hebu nipishe mie. Na nakwambia hivi, nakupa dakika 5 tu, nakwambia unataka niletee unga hapo, umenielewa? Haina tatizo, si kwa sababu nakupenda nitafanya hivyo. Ndio nakwambia dakika 5 nakupa hapa, unarudi. Sawa, kwa kuwa umenielewa na mimi nafurahia. Fanya uondoke. Kwaheri Sasa niinjike maji hapa yakauke, utanitambua. Sasa ndio wafanya masuala kuinjika, kwa sababu trafiki uwaga upiga simu akiwa barabarani. Mama toto injika chungu, mboga inakuja. Nimekwambia hivi, na injika. Sasa unape maji hapa yakauke, utanitambua. Sawa, fanya hivyo
Unanipiga namna hiyo mimi. Mwanangu mtandike viboko kwa kuchungulia. Unafanya nini? Unafanya nini? Anachungulia nini? Unafanya nini hapa? Mimi niko naziba. Unaziba? Naziba ndio masaa yote unachungulia nini? Nimekuona. Naziba. Nimekuona mzee. Mwajua tulieni wewe mtoto. Tulia kwanza. Tulia. Utanambia. Nakwambia hivi. Nimekuona. Nakwambia niatie. Nimekuona. Nimekuona. Nakwambia niatie. Nimekuona. Tulia. Unajua chupi yangu unanivua chupi. Hakuna. Mnanivua chupi. Hakuna. Kwani mtoto mwanangu? Mnanivua chupi. Wacha. Basi mimi naondoka sasa. Uende wapi? Mimi ndo usishike mtoto. Ulikuwa unaziba tundu namna ile. Sasa nizibe na namna gani? Nizibe na kichwa. Na wewe unakula chapo. Hakuna kuziba kwa namna hiyo. Unataka kuziba? Niotaka wewe nizibe na kichwa. Sasa si ndio maana yake wewe nimekuchapa kwa uko unakula chabo. Wewe ni mzee wa chabo. Wewe ulikuwa chungula nini? Wacha. Chungulia, msichungulia. Chungulia. Mwanangu kwani usishike tai. Nakwambia usishike tai. Na kushika. Wewe unafanya nini? Mwanangu ulikuwa unafanya nini hapa? Wewe ulikuwa chungula nini? Na wewe ulikuwa unafanya nini? Huyu alikuwa anachungulia. Na wewe ulikuwa ngoja kwanza wewe ndio usiwana huyu. Ndio mwanangu. Kwa tabia za watoto ambazo ni mbani hii moja wapo. Amefanyaje? Nikamkuta nikamchapa fimbo hii moja. Alikuwa anafanyaje? Chapa fimbo moja. Mimi alikuwa anafanyaje? Anapiga chabo. Na wewe unachungulia. Mimi sikuchungulia nani? Haya kikao gani huko? Hapana kesi bwana. Sio mkutano bwana. Sikia bwana. Wacha wameleka wao. Ngoja kwanza nivae chupi. Tusende mbali. Sikia bwana. Mimi ananiuliza yule kule. Sikia bwana, usinitafishi. Wasikia bwana? Mimi mkuta mtoto ametoboa tundu anachungulia. Alikuwa afanya nini? Anachungulia. Unasikia bwana? Sasa katika kuchungulia, mimi nikaona mtu afuata tabia mbaya. Nikabidi na wewe kaingia uchungulie. Hii si kazi yako. Sikia bwana? Mimi ikabidi fanya nini? Mimi nikamchapa kiboko. Wangu utalipa. Umesema mtoto alikuwa afaje? Anakuchungulia ni ndani. Na wewe unafanya nini? Ni mchape mtoto. Mtoto akakimbia kwenda kufuata baba yake, sio akimbia njia hii. Mimi nikaona kuna chunguliwa nini? Ili nizibe satundu. Nikaona vitu vingine vya ajabu. Wewe unamlisha ndizi binti huyu. Na binti nani anakulisha wewe? Sasa mimi ndo nikashangaa nikaona haya mapenzi ya njiwa. Wewe mzee. Kwanza adabu yako ni ndogo. Nitake radhi baba. Jambo la kwanza umekuja. Subiri niongee mimi. Hilo kweli. Nakwambia nitake radhi. Ngoja nikwambie ulivyo udogo adabu yako. Nakarangati ile mbaya mimi nakarangati. Tafadhali usio mkali. Nakuwa mkali. Kwani umekuja kuvua nguo nje kwangu. Hiyo inaonyesha kwamba ni mchawi. Ngoja kwanza. Swala linalofuata ni unga wangu. Habari ya unga tumaliza kwanza kesi hii, alafu nakuja habari ya unga. La pili umepaka unga usoni. Na mwenzangu wawili. Tumekuwa na unga hapa wawili. Kinyamkera wako ulikuwa unambeba huyu. Na wasiwasi na wasiwasi. Angalia mimi ndugu yangu. Kisa kubeba kinyamkera mzee huyu. Kwa taarifa yako baba, mimi sio mchawi. Wewe nani? Mimi nilikuwa ngoja nikwambie, nitakuwa taratibu. Mimi ukisikia master wewe. Kwa taarifa yenu nilikuwa nakula tabo. Na unga wangu utanipa. Nakwambia pitia matabia juu hivyo mimi nitakutia chini, lakini tutakumbana tu. Tutakumbana. Twende. Tutakumbana msemaji Juso. Halo. Nani? Mama Groba. Wewe. Itakujia watu bwana, mimi mmeo umerudi. Mlango gani hapo kwa nje? Bwana kisha ondoka bwana. Ni yule jamaa. Bwana yule jamaa bwana, kwa usikiza sauti yangu? Usikiza sauti yangu unafanya makusudi. Na kwa unafanya nini? Kwa nje hapo nje sasa. Niko peke yangu fungua platform. Wewe fungua wewe. Mama Groba. Fungua chungulia kakuna watu wawili hapa. Fungua. Mwingine wapi? Atugulia kwa. Sasa unaenda wapi? Haiwezekani mlango. Wewe pumbaza, mimi nafukuza. Wewe baada kutetea wengi ndani watufungia. Njoo hapa. Kama uko hivyo,
Sasa ndio la kuuliza, njoo hapa tuulizane vizuri. Ndio la kuuliza, mbona uko hivyo? Mbona uko hivyo Nilienda sokoni. Sokoni ndio rudi na maungo namna hivi. Mimi pia najishangaa kwa nini niko hivi. Lakini si nilikwambia wewe. Sasa wewe mawazo yako mimi natoka wapi? Ni kitu gani kilichokusababisha uende sokoni leo? Si unaona? Sasa nakwambia hivi kule sokoni unga alikuwa hakuna. Kiko wapi sasa ile kapu liko wapi na mboga ziko wapi? Nakwambia tunakwenda mashine. Sikilize kwa makini. Tukaweza kugombania unga. Jamani, na wewe kwaje uenda mashine wewe? Sasa kwaje jamaa yule anataka kununua unga wote? Atukatule sina njaa? Una tabia mbaya, utakuja kufa wewe. Sasa nife kwa unga au nife kwa lipi? Utakuja kufa sasa, tabia zako mbaya na wivu. Una wivu wewe. Kama mimi nitakufa kwa hili la unga bana, basi mimi jasiri. Kwa sababu natetea nini? Matumbo yetu. Ujasiri gani? Ujasiri kwa kumwaga unga na naye angalia mwanaume mzima. Una haya. Kipande hapa, naona kipande, mwanaume kipande. Una haya wewe. Hivi wanaume wenzao walipokuona kwa babani wamekuonaje? Unamtia aibu mimi hapa mtaani. Sio sikule mnipia bombani na leo kama tunifika tena. Mimi sipendi bana tabia zako hizo. Sipi sasa? Hizo ndio ambazo unazonifanyia. Angalia kwanza leo jinsi ulivyo. Hivi ni mume wa mtu kweli wewe? Sasa mume wa paka. Wewe utakuja kufa na wivu wewe. Ana mume wa paka? Na leo maji hakuna. Utaoga nini wewe leo? Kwa ile chai kwa wapi? Asipo chai. Chai utaoga chai wewe. Mtana wa uso. Sasa kwa nini usichote maji? Bombani maji hamna na ndani maji hamna. Na tafuta sehemu ya kwenda kulala. Hapo hapo. Hii kesi mpya. Kwa nini hujachota maji? Hujachota maji, maji hayatoki bombani. Ulikwenda wapi? Na leo zamu yako kachote wewe maji. Rudia tena semaje? Zamu yako kama ulivyoendelea sokoni na wewe zamu yako kachote na maji. Wewe unachukiza mimi leo? Sikuchukiza na kueleza ukweli, tabia zako mbaya. Unachukiza? Ukae ukijielewa. Mambo kunung'ania kwenda sokoni ndio haya. Haya chukua ndoo ile pale, kachote hiyo chai yako uoge. Tutazipiga hapa tutashangaa hapa. Tuzipige tu. Chukua hiyo chai uoge tuone kama utakata. Kachote maji. Nani achote maji? Sichoti maji. Chota maji. Sichoti maji. Chota maji. Sichoti. Chota maji. Unachota maji. Sichoti. Unachota. Sichoti. Unachota. Sichoti. Unachota. Mimi ndo nikumwagia unga. Kama ambia wewe mashine akuletee maji. Maneno usirudia. Unajua mimi nimesurubika sana usirudia. Umesurubika kitu gani? Unanikumbusha mimi. Kiko wapi ulichokileta hapa? Mimi bado sijaona hamna cha unga wala cha mchele. Bwana mpenzi, mbona hivyo? Kwa nini hivyo nini sasa? Umefanya mambo kwanza. Una haraka mpenzi wangu. Hebu changamka kwanza. Mimi sikupi basi. Unanipa hapa. Sikupi mimi. Mpenzi wangu, mimi hamidi. Mimi nimekuzimia. Kwani mimi mwenyewe sijakuzimia? Sasa mbona unarudi nyuma? Lakini sikupi. Unanipa. Sogea kwanza huku. Hata nikisogea sikupi. Unanipa. Sikupi leo. Kila siku tu mimi nakupa. Moja kwa jana nimekupa na leo tena. Nasema unanipa hivi. Sikupi tena ona. Unanipa. Sikupi. Yeye mpenzi wangu mimi wewe. Kwanza ni bosho bwana. Lakini sikupi. Hanidi. Sikupi hata kidogo. Unanipa hizi. Sikupi kwa sababu gani unajua? Nimekupa mwanzo, nimekuonjesha tu kwa sababu utaki kufanya kazi. Kila siku tu mimi. Kwani jana hujachoka? Sijachoka. Naona maneno yangu mmoja letee huku kwanza. Na wewe kwa kung'ang'ania. Ndio maana yake hiyo. Basi chukua. Haya. Sio hivyo. Taratibu basi. Wewe mimi kunichanganya akili yangu kama nikalimfuata. Wewe. Chukua tena. Nilishe basi. Utamaliza. Unapenda? Wewe kama ukiachia utakuja kumaliza hivi. Bora ziishi. Kwani umetafuta wewe? Na kumbe katafuta nani? Hivi unajiona? Kwanza tulia kwanza. Sasa unaenda wapi? Tulia sasa. Masala.
baba wacha. Hiki tunawasha sana. Haya, ingia tena. Masala mke wangu masala. Wanafanya kama embe la masala. Jamani. Kisha chofea baba. Wewe mke wangu waifu. Shikamoo mama. Baba ujambo? Jambo. Haya pitaga huko ndani. Maana yake vituko haviishi. Kila siku visi. Kila siku matatizo Toka. Wewe tusikie hapa kwanza. Yala. Baba asante mwanangu. Haya masala imekuwaje tena? Masala? Ngoja kwanza mtoto aondoke maana aibu. Asante sana baba Haya baba, bye. Mwenyezi Mungu atakusaidia. Karibu. Bye. Nenda basi baba mpaka usiku tunapozungumza si bye tu. Nashukuru baba. Huyo mtu amekusaidia umeanza tena kumfukuza inakuwaje tena? Sasa naona aga sana kaka saa nyingi aga kitu gani? Sasa nakuaga jamani amekusaidia huko alikutoa mbona ukuja mwenyewe? Basi mke wangu. Ndio kama si mtoto huyu. Ushakuwa kipofu sasa. Sio kipofu singefika naona lakini sana yawasha tu. Haya niambie tena kuhusu hayo macho. Imekuwaje? Tuanza maswali katu kwa maelezo bwana. Kwanza anza kunipa huduma kwanza. Nikuhudumie kitu gani akati? Macho yawasha bwana. Sio hapa nakerekete macho. Inama. Na sabuni, si? Sasa sio na sabuni. Kumbe maji tu. Pilipili kutokaje bila na sabuni? Wewe mwanamke maji. Haya na sabuni. Taratibu utaondoa pua. Kwani kitu gani lakini jamani? Mbona unakuwa hivi Tayari. Kila siku visa wewe tu hapa mtaani. Kwani mpaka kufanya na gazabu? Na hasira ndio, yaani nashinda nataka kukuelewa. Kwa nini kila siku mambo ya ajabu Kuja kunitoa pua basi. Mkosa watu pilipili atakutoa pua. Wasikutoa yao wale kuweka pilipili umo machoni. Mpaka jicho jekundu. Sasa waelewa mimi pilipili nimewekwa vipi? Naomba uniambie. Hiyo pilipili iliingiaje wakati wewe unapita au ilipeperuka ikaja hapo machoni au ulikuwa unakula maembe? Sielewi. Hapo kwenye maembe watoto walikuwa wanakula maembe tu shule. Wakaanza basi pale nani? Walikuwa wazungumzia habari ya Tanzania go nikatasi likaruka pap. Katasi la masala. Embe wakabaki nalo kaja tu hapo nakwambia mtoto hivyo ukakimbia. Mimi nataka uniambie ukweli mume wangu. Unajua tetesi ninazozipata huko mtaani, yani nashinda hata kuelewa. Tetesi gani? Hivi tabia unaifanya ni wewe au mtu mwingine? Kwa nini inakuwa hivyo lakini tabia ambayo naisikia yani siamini mimi. Na maisha gani ambayo tunaishi hapa ndani? Nashangaa. Mbona vijitabia vibaya na vipata kutokea na wewe? Sasa mke wangu kama tabia mbaya afadhali itaje kwa sababu tunafanya mimi na wewe tugombane, lakini kama tabia nzuri niambie sasa hivi mwenyewe na nitakwambia tu na siwezi kuificha hiyo tabia yako mbaya. Hiyo nzuri. Ni mbaya. Sasa usihitaji mbaya ukahitaji afu mambo yatakuwa si mazuri mimi na wewe siku nyingi. Muishi siku nyingi wakati una tabia hizo ambazo usizoziacha huko mtaani. Kwa nini usitulie? Ukakaa hapa nyumbani tukawa tunafanya shughuli tunasaidiana. Mimi ninafua, wewe unachukua nguo unaenda kuanika. Ndio raha ya kuishi hapa nyumbani. Na mimi nashangaa. Sasa kitu gani kinakusababisha ukatue mapilipili na watoto? Si nilikuwa napita njiani sasa nitaambia jamani watoto pilipili yani kwa mfuko. Wewe umeshakuwa mtu mzima. Kwa nini tabia hizo hutaki kuziacha Mke wangu tafadhali kwanza nitakiradhi. Nikutakiradhi kila siku jambo la kunambia mtu mzima afuta ngoja watu wamejaa tele. Mtu mzima wewe, mzee. Kwani wewe mdogo? Si mtu mzima kabisa wewe. Sasa naambia mtu mkubwa sio naambia mtu mzima. Mzee si nini? Kwani wewe mzee na ndevu za ulimi? Sawa. Kwa tabia zako ulizokuwa nazo ndio bana unakataa. Zipi? Anaambia. Unazijua sana. Anaambia sasa potelea mbali anaambia. Zipi? Sio vizuri. Naambia sasa ni zipi nisijue? Hiyo tabia ya Chabo niloiambiwa mimi ni ya wapi unaifanya wewe Chabo? Kagusa kidonda. Umegusa kidonda mke wangu. Nilikugusa kidonda mimi. Yaani katika raha zote. Sijakugusa hata kidogo. Kidonda gani cha kugusa? Nakwambia katika raha zote za dunia. Yaani hapo wala sisemi yani. Wa Makonde mke wangu anakuambia hapo chacha. Kitu gani? Hapo chacha kitu gani? Sio Chabo. Wewe unataja nini? Yaani mimi nashindwa kuelewa. Unajua nilikuwa siamini. Kumbe tabia unaifanya kweli hapa mtaani. Alafu nakusifie sasa. Macho yako sasa yalivyokaa. Mimi afadhali jicho moja ndio nilikuwa kali kwa Chabo lakini yako yote mawili yani double Chabo ungekuwa wewe. Hata mimi mwenyewe ningekuwa nanipiga Chabo mke wangu wako nimelala. Yaani nashindwa hata kukuelewa. Na sikuamini tena katika maisha yetu wewe. Usiniamini lakini na mimi Chabo siachi. Ni gani wewe ambaye tusielewana mndani? Nakwambia hivi, usiniamini lakini mimi Chabo siachi. Hauachi hiyo tabia Hauachi si Sasa utaiacha huko ndani. Endapo kama kweli unakaa na mimi huko ndani. Bwana utaiacha tu hapa ndani. Usinitishe bwana. Kila mtu na starehe yake duniani. Starehe gani? Hiyo mwenyewe starehe hiyo. Hakuna kuhangaika kwenye majumba ya watu. Wewe starehe yako msosi, mimi starehe yangu Chabo. Sasa una faida gani katika hiyo Chabo? Sasa unitolewa macho hayo wewe. Baba wewe.
Hiyo pilipili walikuweka kidogo wewe. Wangekuweka kwenye pua wewe. Wanaomba nitolee jicho, utaona hivi na macho yangu daba linaangalia Chabu. Ndio, sawa, asante. Napiga hili nikitoka hili napiga hili. Haya baba, asante. Kina tabia nzuri kweli. Utadhani nikitaza Isuzu. Na watoto utafundisha sisi tabia gani? Hiyo tabia walikuwa nayo. Na watoto nao watakuwa na tabia gani? Endapo mkubwa kama wewe uko na tabia kama na watoto watafanyaje? Hiyo Chabu. Ndio. Tabia sio nzuri, uiache mume wangu. Hivi uone aibu hapa mtaani? Bwana usinizingue bwana. Nisikuzingue kitu gani? Nakwambia ukweli, ukweli unauma. Kile Chabu paka toto waje mtaani. Sio vizuri hivyo bwana. Kama mzima wasikie bwana. Sasa unaenda wapi? Sinaenda kwenye bao. Sasa kwa hiyo si ukae hapa tukae tusaidiane kazi, lakini jamani Kufua pia mke wangu. Kumbe kwani sio kazi? Nimechoka na mimi. Safari hiyo utakuwa tight sasa. Bwana kwa hiyo unaondoka hivyo? Chabu kama kazi. Au vipi? Chabu kama kazi mke wangu. Kama utakuja kwenye chama poa tu. Najisikia, mimi nasema naomba usende kokote kwanza unisaidie hizi kazi. Jamani, ndio kwanza ajira yangu ndio kwanza ninaanza. Ndio hivi itabidi wapigie simu mume wangu sababu mimi ninavyojisikia, sijisikii vizuri. East Africa mmerudi sote niona mimi sifai. Ndio hivyo mume wangu, mpigie Hassan Sudi tu simu. Kwa hiyo nataka nifanye kazi gani? Unikunie nazi mume wangu na mchele. Hadi mchele unakuna. Mchele unachambuliwa. Kule nitambua mchele. Yala. Oya. Leo ninapojisikia. Acha. Ni kweli kukaa nitaweza. Ngoja nikuwekee vizuri. Sasa unanyoosha miguu kwa mbele. Shika kuja nani. Mikono yako legeze usikaze. Legeze mikono. Na ukikaza nazi itakushika vibaya. Haya. Ya kunjika vibaya. Amekushika vizuri. Na hivunja kabisa basi mume wangu. Mambo legeza, unajua unapokuna nazi. Wala usijali. Basi mimi napumzika. Wala usikonde. Mbona unakaza? Legeza. Wala usijali. Mbona unakaza shingo? Hiyo shingo ilegeze na mikono ilegeze. Kidole kimoja ukiweke hivi. Hebu jaribu kidogo mkuone. Alafu lakini mume wangu nisikize. Raha ya kukuna nazi, unapokuna nazi na kijinyimbo kijidogo kilaini. Kwa hiyo mimi napumzika, legeza mikono, kidole eka hivi. Kilege. Alafu mwagie nyimbo. Kuna nazi, mkuna muona raha nani. Muona la mkunaji, shaliti mikono ilege. Mtoto wa kiume ni si kama limbwata, mtoto wa kiume nimeshikwa. Mambo ya limbwata hamna siku hizi. Mambo ya kitanga. Hamna. Walikumbusha wapi ujue? Pale donge nini? Kuna hoteli kimoja kamgao kadogo. Cappuccino. Kuna misosi ya maana pale. Sasa mume wangu umeshikwa na mtu anojua kushika. Uongo? Sasa mambo ndio haya, na sio kama vipi lazima ujidai kwa mume wako. Watu kusaidiana, watu walimbwata, hamna mambo alimbwata. Mimi nakuaminia kwa kitanda. Ana wasiwasi gani mtoto wa Tanga? Sasa kuna nazi. Na kuna. Na hiyo mchele nichagua. Nakupa sasa hivi.
mwaga. Waume kama nyinyi ndio mnotakiwa. Wakusaidia wanawake. Inashangaa na mwingine anashindwa kusaidiwa tena. Limbwata hakuna limbwata. Si limbwata shoksti. Sasa mwanaume umeshikwa. Sasa na mwanaume kushikwa ndio inavyokuwa. Achana nao mapoyoyo. Haya. Mume wangu basi imba kijimbo. Nikumbushe nimesahau. Nikukumbushe. Nikumbushe. Rawa goma la ingia mkongwe. Yana. Rawa goma la ingia mkongwe na jamii. Na hiyo niimbe huku nikiwa na kuna nazi na mikono ikiregea. Na mwenyewe unalegea. Yana. Aimba. Rawa goma la ingia mkongwe. Rawa goma la ingia mkongwe. Mambo ya kibati. Sasa lawa mkongwe na ingia mkongwe. Lawa goma la ingia mkongwe naja. Mchere wo. Si kama limbwata shok. Mambo yenyewe si ndio haya. Achana naye na tairegeza. Na ndio maana nakupenda mimi. Swadakta, wenye wivu wanatuchukulia. Watajaza. Mimi na wewe sasa. Mimi na wewe dakta. Usijali ya mtu yoyote. Wala usiwe na papara. Nimekupenda, umenipenda. Tumependana. Sasa. Hapo. Kushinda. Mbona usimwaga? Wala usiwe na shaka. Unaimba hivi bila kushinda kuvila. Paparara. Wewe si viti ila. Paparara. Kama ulisusa basi wenzio twala na chini tu hapa. Mimi nimesusa. Huko. Unamwambia kama ulisusa basi wenzio twala. Mimi na chini. Sasa mchele utambue vizuri. Usimwage basi. Mbona hivyo tena? Uzoefu hakuna. Nini alafu mchicha utachambua. Ya leo kali ya 2008 2009. Anakuweza huyo? Amiana huyu kila siku akija namfunga goli zangu 3 4. Bwana wewe. Ananijua mimi huyo. Mimi nimeona juzi unapotola nishai hapa. Ananifahamu huyo. Nakuoa. Mimi unioe mimi? Nakuoa kwa dume. Subiri uone mambo mapi hapa. Huo mapi kumtoa nani mapi? Leta maneno hayo kwa watu vipi hivyo. Yaani hapa nakuchezea mchezo unaitwa chupaza, utawe kucheza chupaza. Wewe ndio utakwenda kukomesha leo mchezo leo. Subutu. Babu mimi simnyika siku ya kuona niona hapa. Subiri sasa uone mambo. Mimi namwaminia. Nani? Huyo. Muone maneno mwenyewe ananijua mimi namfunga kwa kata moja tu. Kwa nini Temeke wewe ukamfunga mtu magoli 6 alafu na ngumi zikafunga hapo. Temeke sasa subiri nataka kuonyesha mchezo. Mwenyewe utaniambia kama mimi ndo nani. Subiri. Wewe ngoja kwanza bwana tunafahamu Temeke wapi? Hapa. Mimi zako Temeke wananifahamu vizuri huko. Subiri sasa tufanye kwa sababu tunaenda na vitendo sio tunaongea. Haya lete maneno sasa hayo. Subiri sasa nitakuonyesha mchezo na wewe pao utaota nywele leo. Wewe. Sasa mna mamada sasa. Namwambia kweli watu wazima. Subiri sasa. Ngoja mwenyewe uone mambo hapo. Alete maneno. Shika hizo hapo. Upara swa bure bwana. Wewe nani? Profesa. Upara wa kazi huo. Thubutu upara kazi kwa. Wewe unaona mwenyewe pala hakuna nani profesa? Ananifahamu vizuri mimi. Profesa wewe utakuwa profesa unatembelea ndala profesa wewe bwana. Utani uache. Sio utani nakwambia ukweli. Mgonga Ikulu. Unakuwa matembele profesa gani? Ngoja sasa ngoniche mambo hapo. Profesa Ali matembele. Nitakukomesha sasa hivi. Kuona hata siku moja unaingia buchani wewe. Bwana. Kwanza mwenyewe kwanza uone kama kama upara kama jiwe la kiyama. Jiwe la kiyama liko wapi jiwe la kiyama? Wajua upara namna hii wanasema uprofesa. Lakini sasa upara huyu baba ananijua mimi mambo yangu lakini ananiponda kidogo alafu anatia kwenda kazi. Sio anakuponda anakwambia ukweli. Mbona ndio upara utapeli hata mtu namna kichukua briefcase sio upara kama ateremka kwenye VX. Akwambia mimi manager basi nakubali au mimi profesa nakubali. Mimi ndo profesa nzima dunia nzima mwana nifahamu. Profesa. Kumbe komoni
kupara komoni. Unaonekana unang'ana na hiyo sembe yako komoni. Nimekuona unatembea kwa mguu wewe profesa wapi? Jangwani. Sasa ukiona hivi mimi nilikuwa najaribu tu. Unajaribu nini? Kwa nini watu wanafanya mazoezi Jangwani? Profesa unajaribu. Hakuna watu wanafanya mazoezi Jangwani. Acha maneno kwanza. Tucheze karata kwanza nikuoe, alafu mambo mengine. Bwana wewe jamani. Mimi bwana ucheze kama si upende hata kidogo. Ucheze kutoka. Ucheze nani mwenyewe ananioa? Unakufunga kwenye karata. Nani unamuoa kwenye karata? Utulie mtoto. Utulie. Nataka nikuonyeshe jeuri. Tunataka karata kaini. Mzee mimi ninakuheshimu wewe hapa. Nasema hivi. Hata mimi nakuheshimu wewe. Mimi ninakuheshimu wewe tu. Hata mimi nakuheshimu wewe. Sasa hivi bwana. Umfumue nani? Mimi nitaondoa karata. Kidevu katu la sare. Samahani bwana. Hiyo nakwambia ukweli mimi nitaondoa karata msema. Vipi? Unaona kutaka nao ujinga na kuoa anataka kuoa wewe. Nataka nao ujinga tu mimi na kuoa. Lazima nikuoe. Baba zangu hapa. Nafa. Mimi sio mtu hapa. Mimi nikikasirika hapa nageuka ndimu hapa. Sasa hivi hapa. Ngoja kwa sigeuke ndimu sime. Wewe unacheka kwa sababu nitamuoa. Problem nini? Naye unachekea kitu gani? Sikiza nikwambie sasa. Mimi ninachochekea kitu kimoja tu. Watu wengine wanafanya profesa nini lakini tuache kwanza maana kuna mapenzi ya njio. Unajua mapenzi ya njio? Kuna mapenzi ya njio simama. Haya mapenzi ya njiwa mumekumlisha mkewe parampampararara. Hiyo nyimbo mimi nilikusikia leo kama kuona nini ndio kakumbuka la. Kama nani sasa wewe nani? Maneno kama hayo nani sasa? Nani? Kuna jamaa. Sema usifiche nani? Wapo wanaume bwana ndani. Nani? Nani kati yetu? Nani? Usimfiche sema. Kwa sababu sio vizuri. Kama njiwa nyinyi. Nani? Nani? Baraza hii mko fresh. Je, mwana wazungu wote wanakwambia nodding about kumgunda makaburini. Kuwa mwazi. Nakwambia ukapita hapo mitaani kwenye madisho asikia tu mwanangu mimi sitaki. Mimi sitaki nakwambia mimi sitaki. Nani sema? Nasikia. Nipe, ngoja. Nipe. Ukiwa mkweli ndio mtoa ukweli moja kwa moja hapo. Sikupe. Nipe. Sikupe. Nipe basi. Nagonga ikulu huyo. Chukua. Sema ukweli, sema. Waambie tu. Nasema kitu gani? Unajua vipi? Yeye yote mengine ni pumbavu. Wewe unamjua nani? Hiyo ndogo hiyo ya kulishana chakula. Ujue babu wewe mtu nzima sasa hivi. Ndio maana nataka kusema ukweli. Nakwambia hiyo ndogo. Jitu pande la mtu linakuna nazi. Na kidole kaacha kidole nakwambia. Hiyo sasa hiyo alafu hiyo mbaya hiyo. Inaitwa nyimbo kale kutoka Mombasa. Hiyo sasa hiyo mbaya hiyo. Wapo mbaya hapo. Hapo kuna nazo kwa ambishwa nini? Rabara nini? Ala. Nyimbo imesahau kidogo kama moja si rabara. Babu mimi kama ukiniambia nakugia $20 sasa hivi nitajie tu. Nimetoka nipala kisisemi hapa. Sema tu tutamjua vipi bwana atazuia huyo. Sema vipi? Kusema ukweli. Kuna wanaume wengine kweli wapo wanaokunishwa nazi. Hao wamepigwa rimbwata. Labda kina baadhi. Wapo lakini sio. Lakini mimi hata mimi. Hawezi wewe. Mimi naweza kanifanyia hivyo. Lakini wanaume kama hao kweli wapo lakini mimi na mwanamke akinifanyia hivyo siku hiyo hiyo nampa taraka. Thubutu. Hawezi. Wewe uwezi bwana. Hawezi kufanya. Kama kuna nazi watakuna nazi mpaka mwisho wa dunia. Nani sasa? Sasa wewe unaona ubwege huo. Kwenda kwingine. Nani? Wewe kuna nazi. Huo ndio ubwege huo. Anaonekana kabisa kama kweli alikuwa anakula nazi. Tena mtu anakuambia na macho kalaza. Hakuna nazi. Huo ndio ubwege huo. Alafu mama kalala namna hiyo. Yupo ina maana. Wapi hapa? Mseme tu. Ngoja. Mimi nahisi kama mnanifananisha sisi tupo mapacha. Wewe njoo hapo kwenye kikato malizie maneno hapa. Unajua mtu ukimwambia ukweli lazima roho yake iume. Roho yake imekuwa kama nondo. Na wewe kaa chini kwanza nikuoe, tunaendelea. Bado hayajaisha. Tumekuja kukasirika kama haya. Kaa chini nikuoe. Wewe si mjanja Temeke. Wewe si mjanja Temeke. Subiri nikuoe. Wananijua mimi nani? Kwa kujue nani bwana? Subiri nikuoe. Piga karata. Kwa sababu unajua ni unachanga tena kwanza, changa tena kwanza. Changa tena. Mume wangu. Naona uko hoi mume wangu. Nimechoka. Mamangu mwanamke Elizabeth wa Uingereza. Unatoka wapi kwani? Nimetoka zangu Muscat.
Sawa mume wangu, ndio vizuri umefika, kanigee maji ya kunywa ninywe. Jamani, sasa wani upoyoyo gani tena? Sasa upoyoyo ni mapenzi. Mapenzi? Mahabbat. Kama unavyojua mahabbat. Mahabbat mfulu mahabbat. Mahabbat. Akanichukulia maji ya kunywa mpenzi wangu. Ina maana muda wote ulikuwa unanisubiri mimi? Si mume wangu bwana. Jamani, hani wangu. Hani wangu, oh dear. Mamsap. Maji tu ya kunywa. Ya kunywa. Okay. Unataka maji gani? Ya baridi, ya vuguvugu, ya unataka maji yenye bahashash? Niletee maji ya mapenzi yale kidocho. Yala. Nakupendea hapo tu. Penzi unaumbika yangu yasikie, penzi unaumbika yangu yasikie, mahaba yamenishika, waiona dalili, chukue niweke unakotaka, mradi usinisumbue. Yala. Moyoni nimekuweka mpenzi nikupendae, moyoni nimekuweka mpenzi nikupendae. Yala. Waza kila dakika parare mazuri nikutende, nakupenda kwa hakika mpenzi na utulie. Nimetulia mtoto wa kiume wala sina shaka na heshima nakupa. Nafahamu. Nafahamu. Vimwanya vyako hivyo. Lakini tayari machari yasaanza kunicheza. Nahisi hizi kazi unazozituma ndani zinatoka out. Out kwa nani? Mmangu nasema kweli unatania? Mama yangu mwanamke Elizabeth wa Uingereza tayari zinaanza kutoka nje. Masikali kila siku naongelewa. Sio kweli mume wangu. Yaani mimi raha unaonipa wewe na mimi ninakupa raha, nitoke nje nikahadisia watu upumbavu uzima huo. Hapa kuna namna. Namna nini? Na hizo habari hizo unazitoa nje, unanifanya mimi bwage mtozeni. Hata siku moja siwezi kufanya mambo yasiokuwa na msingi. Mimi unanisaidia mimi nitoe nje akili gani? Hata kama mimi mwanaume hakuna nazi. Sasa mzee Majuto anazijuaje hizi taarifa? Mimi najua vipi sasa? Kuna uwezekano mkubwa mzee Majuto anatembea na wewe. Wewe mzima, mgonjwa? Mimi mzima. Wewe unasikisa mimi mzee Majuto nini? Kwa nini? Alisema sikali kwamba mimi nakuna nazi, ninachagua mchele, anafika pale anaanza kucheka. Wewe mzima unazungumza ni ya kwa akilini au unajua? Ya kwa akilini, usinifanye mepo yeye mesomu mebwege. Na hapo usipende kunisingizia mimi yule mzee Majuto mzee mzima mimi nitampeleka wapi? Utampeleka wapi? Mimi sitaki mwanamume mzee kama yule mimi. Mwanamume amejaa mvi kibao, mimi nimchukue kazi gani? Sikiliza nikwambie. Usione kwamba mimi ninakupenda kiasi niongea na wewe mwili wangu unahisi unapata vibration. Usifanye mimi mwili wangu udombendeke. Usinifanyie hivyo. Nikufanyie vipi mpenzi wangu? Wala usiwe na wasi, mimi simjui kabisa mzee Majuto. Wala sina mpango naye wa kuwa mimi sijui nende huko nikae naye sijui na nini, hamna. Basi sogea hivi mume wangu. Ukinishika hapa mimi naregea. Sogea nikwambie basi mume wangu. Unajua mume wangu, mimi sipendi kwamba uende maskani. Kwa sababu ukienda maskani mapenzi yetu pia yatapungua. Kwa sababu maskani kuna uongo mwingi utaambiwa mume wangu. Usiende huko mume wangu. Mimi nakupenda. Unanipenda kweli? Nakupenda. Jamani. Mwanavi. Asante my honey. Asante my sweetheart. Usisikilize maneno ya watu. Mimi naomba unisaidie kazi tu. Ndio mapenzi. Kweli? Mpenzi samahani, ni wewe wangu habibu, maradhi haya siponi, ila wewe kunitibu. Wangu maridhia, wangu nakupenda mpenzi. Na mimi nakupenda. Wewe msaidie kazi, usisikilize ya watu. Wala usihofu. Wala usihofu. Kidogo. Lakini nasema bibi, lazima niweke
internet. Ya nini? Mpaka nigundue nani anapeleka taarifa kule maskani. Yes madam. Sawa sawa. Tena unga mkua mzuri mleni huo. Asa kama hivyo ndio wanavyopendeza hivyo, wanavyopendezana hivyo. Mke kumsaidia mume, mume kumsaidia mke. Wewe unasema unasikia maneno gani? Wewe fanya tu mume wangu, usijali ya watu. Mimi na wewe tumependana. Tena unapokanda shingo ilegeze hiyo. Na mikono ilegeze. Kata vizuri. Ongeza kidogo hivi vitakuwa vidogo kama watoto wadogo. Sasa kata vizuri hapo. Hapo hicho chote ukipangilia hapo. Wanaosema na waseme, wenye chuki na chuki zao, wenye husda mume wangu na husda zao, akina nani? Si hao. Wanoka pembeni kazi kukusema wewe mume wangu tu. Na kata matonge. Kata tu mume wangu, wewe kata usukume nini? Mambo kusaidiana bwana. Kwa nini bwana usimsaidie mke wako? Afu unaweza mambo si hayo. Wala usijali. Unajua vipi? Kuna mama mmoja anaitwa Mama Fahamu. Ni mtaalamu wa kutengeneza vitu kama hivi. Umemjuaje Mama Fahamu? Basi pirivi. Hakuna cha prizi. Umemjua vipi kama unaenda mpaka anajua kutengeneza kama hivi, mpaka anapika chapati mpaka unakula? Umejuaje? Kwani mimi niliwahi kula. Sasa kumbe unaniambia nini? Unaniambia mtaalamu, umejuaje kama ni mtaalamu? Basi mama unisamee. Prizi gani? Hebu fanya hiyo kazi mimi. Umenitibua. Hebu chukua huko usukume. Chukua hicho kibao nitakuchukulia kijiko. Mafuta haya hapa. Ilongo. Inagandia vipi na mume wangu? Yaani kisukuma inagandia. Tia unga, angalia tia unga umekoti hapo. Swadat. Unaona? Chini huko sagarisha hivi unga. Lete kijiko. Wanafanya nini? Tia mafuta juu. Mafuta. Fanya. Hata mtu akija hapa ajua kapika mke wake chiri hapa Kapika mke wake chiri, kapika chiri mwana wa sosi. Mtu akija anajua nimepika mimi. Acha masiara yako, unataka kuchukua CV yangu. Hebu usiwache na mimi. Sio hivyo. Tulia. Sio hivyo, ngoja. Tulia muka. Usikunje hivyo. Unakunja vipi? Nakunjwa hivi, unaona hivi. Ndio hivi, hii koni, yani hata chapati ile ukichoma inachambuka. Nyambuka unaifanyia hivi. Swadat. Kunje na hivi. Hivyo afu. Kote paka hivi. Alafu wasprot. Mafuta sio kaamwaga kwa kuona raha. Mambo si haya. Sasa ngoja nikachukue mchicha. Tuendelee. Fanya poa. Mama, mke wangu. Sasa kazi hiyo lete niendelee mimi. Chambua mchicha, lete kitunguu saumu kichambue. Lete ni nini hapa? Sasa hiki kitunguu twaumu sijui saumu nini? Sinitanukia pilau maskani. Sina vizuri uonekana mkula pilau mume wangu naye, Mambo kusaidiana, La Azizi nyongo mkaliana hivi ninavyokupenda mie wewe. Watu wanaosema na waseme tu wenye mapenzi yetu. Mimi nasema vipi? Yale yanasema mitaani kwamba watoto wakitaka wanapojua kujipamba. Nimekubali. Maana unajua kumdhibiti mwanaume. Sasa sio hivyo, unachukua hivi, unajilegeza hivi. Alafu unafanya chwa hivi
Hivi unatumbukiza huko. Fanya mimi naendelea huko bwana. Nakusaidia. Vizuri lakini sio wala useme partana. Chua. Hivyo mmea, ulegeza na piga. Piga hivyo. Mambo si yao na ukata. Vipi mbona unaangalia dirishani? Mbona nini? Wewe mmea vipi? Piga. Pale dirishani. Sasa mimi nakukomesha. Unafanya nini? Pumbavu. Weka ugoro pumbavu. Na nitakula hiyo hiyo. Mbona Kidi? Mimi nakwambia Kidi bwana. Katika position zote mimi nilikuwa nikiwa winga, ilikuwa sio mchezo. Nikipiga kona ninakwenda kufunga mwenyewe. Unaonekana tu. Kwa sababu ile tege linaonekana kwa sababu wewe ulikuwa mtu wa winga. Huwezi kuwa na matege namna hiyo. Sasa ndio nikwambia nilikuwa mimi winga mkali. Hadi meno ametoka mapengo sasa. Nilikuwa mtama nkangu. Alafu leo unaona mwenzetu kauchuna leo si vipi? Huyo bado ile mzoea tu mpaka leo. Si unaona kapiga suti kaja kiafsa, kakaa kimya. Anaonekana hata kishali. Labda na mafilingi yake. Sasa kinachokuchekesha kipi? Wachecheke nenepe. Kakwambia nani ukicheka unanenepa? Utakuja unenepe kama kitokoso kwa kama Scania. Nakwambia hivi. Nakumbuka jana, leo tena nakumbuka mengine leo. Mtaa umeharibika kaka.
Mtaa umeharibika. Sasa hivi kuja na nyingine nyeti mpya nimeiona. Lete mambo. Mimi ndio ninachokupendia hicho. Ukizunguruka ukija hapa lazima ulete mambo. Naleta habari. Lete mambo. Shihata. Useme ukweli. Bwana kuna madume bwana yanakanda unga wa ngano na kutengeza chapati. Kimkuta shati mtu mkono umelainika kaeka na vidole hivi anasukuma kibao. Mtu akamwambia fanya haraka. Mama kalala hapo. Hiyo nayo kazi kwa sababu mimi nilivyokuwa kwa Mabale nilikuwa nasukuma ngano na kutengeneza chapati lakini kulegeza mkono hivi. Wewe si ulikuwa unafanya kwa sababu ulikuwa na hoteli yako. Bwana unazima nafasi nyingine ya ajira kusudi upate faida. Lakini kuna watu au sikio bwana. Hao ndio walikuwa wanafanya kumpendezesha mwanamke. Bwana niumiza bwana, bwana nipepia. Usikangoe nimalizie bwana. Malizia. Alafu unakuchambua mchicha shati vidole mwanamume mzima vimlainika. Unajua vipi? Mzee nimekustai nimekuvumilia vya kutosha. Kwani unaambiwa wewe? Keep quiet. Unaona bwana yatugeukia haya maneno yote umeongea. Nice kama yananirenga. Ukiona hivyo kweli. Sasa mimi nauliza kitu kimoja. Tulia. Hivyo wewe na akili zako timamu zilizotimamia. Mimi na sote niliyovaa mixa na ndala. Nikakandengana. Kwani tumekutaja jina? Nashangaa. Tumekutaja jina? Mbona unaingilia tu unajishaua? Nakuheshimu mzee, nakuheshimu. Mbona unajishaua? Bwana huyu atabia kuniona mimi mfupi atanipiga. Basi bwana mimi nanyamaza lakini wapo. Hawalitaka kupiga mimi nipo. Wanatengeza. Wewe una uhakika gani kama mimi nakaanga chapati? Nakuuliza una uhakika gani? Bwana mbona utaugomvi bwana? Sio kama ugomvi inajua inaniuma. Kwani tunakwambia wewe? Tumekutaja jina. Nashangaa. Umetajwa jina? Mimi nashangaa kabisa. Lakini unajua kazi nyingine hizi za kujitakia. Kwa sababu mimi nyumbani nakaa peke yangu. Kama vipi wewe ni kwa ajili tu uje ufanye mambo, ukofiche ndio. Wapi? Una uhakika gani kama mimi nachoka chapati? Una uhakika gani kama mimi nachoka chapati? Unataka kazi utakikazi. Una uhakika gani kama mimi nachoka chapati? Bwana wewe. Halo. Kiuno. Stand up. Stand up. Ngoja. Stand up. Unumiza mkono. Stand up. Unumiza mkono. Stand up. Unumiza mkono. Unachana nguo ya sikukuu hiyo. Hiyo nguo ya sikukuu unachana. Nikuue. Usiniue. Nikutaiti. Ukimua sisi tutaishi vipi? Una uhakika gani kama mimi ninakanda chapati? Kweli mbona umekasirika? Nataka kama nikikanda chapati mimi si na mke wangu tunapenda. Kwa nini unataka kazi? Na Roveri. Kwa nini unataka kazi? Mgombani sasa kumbe kazi yako. Kwa nini unataka kazi? Unakuja nitakutaiti. Hapo sasa mtaiti mpaka hapo inatosha. Lakini wewe ungekuja kwangu ungechukua kazi. Tutaua na bure. Yaani hapo ukinyatia tu hapo chapati alafu nenda wewe. Niachie bwana, niachie. Kwa nini mimi ndo niachie? Haiwezekani bwana. Kwa nini ukaenda chapati akatoa mwanaume bwana? Mimi kazi ndio siipendi siku zote. Kwa nini unakata chapati na nyimbo unaimbiwa unakubali? Sio vizuri. Unajua vipi? Mimi si mnampa kichwa yule mzee. Sisi sio kumpa kichwa, tunamheshimia tu yule. Lakini hata hivyo ana nguvu yule. Nguvu anazo, yani siku akikwamua kukakamua na kukakamua unakonda kama saidiache. Wewe mtu mfupi kama tembo kama vile. Utamwezea wapi? Sikilizeni nikwambieni. Mimi si kama nimewekewa rimbwata. Mimi si kama mumebwege. Isipokuwa yale ni mahaba. Tunapendana mimi na mamsapu wangu. Mahaba gani kama hayo bwana? Ukweli ni kwamba mimi kweli siku ya kwanza nilimkunia nazi mke wangu. Turidha muka. Siku ya pili nilikanda kwa chapati. Nilizikaanga. Kweli babu kaona hizo. Hizo tabia siwezi kufanya. Kwani nakataa. Sasa mbona ulikuwa mkali siku ile? Kwa nini ulitupiga na kati kumbe vitu umetenda kweli? Si lazima uonyeshe msimamo mtoto wa kiume. Ndio msimamo kukoota hizo maskani bwana. Mimi mwenzako nilikuwa najua wewe janja kweli, lakini kwa shughuli unafanya hapa. Kuanzia leo nimekuvua kamanda na kila kitu hapo. Inaonekana hata sokoni alikuwa anaenda huyu. Hata sokoni ulikuwa unaenda. Sasa mimi nilikuwa nakuona wewe, unaona bwana kama kamanda MP.
mwenye virungu humu, lakini sasa wewe mambo kama haya kweli wewe ya kukanda ngano? Ukweli kiboko. Si nimeonyesha msimamo wa kuambia ukweli. Kwa sababu uwezi wewe mwanaume, mtoto wa kiume, umegangamana, umemuoa, umemweka ndani, alafu anakukandisha ngano na mchicha, unaosha sisi vyombo na chapati unakaanga kwa anakula. Sasa mbona mikono anafanya hivi? Example ina maana ukweli ulikuwa unatendeka bwana kama anachoma ni neno ngoga hapa. Hebu telele. Haya baba. Unajua mambo ya ndoa wewe? Hata kama mambo ya ndoa sio ufanye hivi bwana. Sikiliza nikwambie. Ndoa, maana ya ndoa sharti kusaidiana. Kumpelekea maji uani, kukulisha na kumlisha basi. Mahabbati sio mabati kukupika chapati bwana. Mabati gani kama hayo bwana? Sasa kama kunisaidia kwa nyenda upike chapati wewe. Ndio maana siku zote unakuwa mweusi. Ni hivi. Mimi nataka nitoe fundisho ndani ya maskani. Toa fundisho lakini lichanjie kwangu kwa sababu mimi nilikuwa nakusaidia. Ukibeba na vitu mimi nakupelekea. Ukifanya hivi mimi nafanya hivi, lakini ukianzia kwangu taaribu. Mimi kwanza mimi ninamheshimu sana huyu bwana huyu. Mimi huyo simheshimu wala simuogopi, sema ndio hivyo. Kwa sababu anapiga sana. Nataka nifanye vipi? Ufanyeje? Yule mzee nahisi ananipiga chabu. Na na uhakika wa 100%. Kama wewe mzee wewe toa tu nani fundisho una uhakika kwa sababu sio nini tu. Kama sijamwagia acid utakuja kumwagia Edex. Kama sikumwagia Adex. So Adex acid. Lazima nitafanya juu chini. Nitoe jicho raka. Haya baba utakuja kuua baba. Miaka 30 uonekani tena mjini hapa. Wewe kitu cha kwenda kule sisi kule wewe utapotea tutakunia wapi kule wewe? Wewe mwache aende tunalisi. Tunalisi. Utamlisi nani? Maana yake akiita tu chili naenda mwenyewe mzee mzima. Naambia unasemaje mama? Watu nzige tunakula sisi sasa nyumbani huko. Wewe tena upo tena huko. Nyinyi si mnaendelea kuchonga. Unasema ukweli tunachonga vipi? Ngeri. Sasa mimi nakwambia ni vipi? Napenda 2 minutes. No. Napa 1 wiki mbili. Wiki mbili. Mtana jibu rake. Sisi bwana hatuchongi ila tunachonga peni tu. Nasema vipi? Nawapa wiki hizi. Jibu nitalileta hapa. Sasa wewe kosea step akukabe mwenyewe ukufunge mpaka utasema nini? Miaka 30 huyo. Potelea mbali. Utaona mwenyewe utakuja kutupa jibu sisi hapa. Bwana Kidi mtaliona jibu. Maana alinenepa akatembea Kariakoo mpaka watoto wakashindwa kufanya kazi siku hiyo kwa sababu yeye mnene mzito. Alipanda kwenye daladala hisi kakwama Jangwani. Sasa wewe nenda akukurufue mwenyewe utamwambia ataona mwenyewe huyo. Mimi sinatega mingo zangu, kuna mitego ya panya. Sema labda umtege kwenye mtego wa panya. Kuna mitego ya kunguru. Unajua ukitaka kumkamata kunguru umkamate kwa timing. Sasa mimi yule ndo nitamkamata kwa timing. Tutaona. Jiji la Dar es Salaam linaitwa la mkoa gani? Tutaona baba, haya maneno tutamfamaji haya. Yule ndo kama kazi yake kashafanya. Hichi kutapatapa ndio. Sitaona ndo tunasubiri. Wewe nenda tu baba. Yaani ukikosea tu tutakupata jibu hapa pa kijiweni hapa. Mwenye yaani ukimkosea tu tunakukamata tunakutumbukiza kwenye mfereji. Haya baba wewe ndaga tu. Sema na wewe nao umezidi. Bana Kidi yule ndugu yetu na rafiki yetu wa maana sisi. Umezidi nyote tunamwacha sisi tukimwacha ndo anaondotea yule. Amwacha apotee. Mimi namfuatilie sisi. Mimi nampenda yule nani tumfuatilie sasa. Nani? Tutakuja kumuumiza yule bwana. Mfuatilie lakini shemeji mimi nampenda. Haya baba. Shemeji mwanake akichika tu mwenye wake yule. Sasa mwanangu tulie hapa nikuchore. Chora. Unajua unachora nini? Chora tatu. Kama wale wachezaji wa mpira. Tulia basi. Unatikisika basi. Jamani, kinatekenya. Kinatekenya gani bwana? Hicho kijiti. Kijiti gani? Hebu tulia kumalize. Yala. Mbona unasema sana hivyo? Tatu yala. Tulia. Haya ndio mahaba. Haya ndio mahabati haya. Wafikiri watu wengine ni mnachokuwa na msingi, hawasaidii wake zao, wanakaa wanachorwa. Nini wewe tulia? Mbona umeshtuka?
Kuna nini tena mume wangu? Vipi? Bis. Yaani mume wangu? Bis. Yaani hata mpe kisu. Mshanimaliza. Mmeniua tayari. Jicho langu Yeseme anatupiga chambo. Sio vizuri kitu gani na mimi tayari nimeshamkosoa. Unaona mvumiza. Poterie mbali nimeshamtoa chongo. Hebu niondolee damu yako bwana. Hebu niondolee damu yako. Au leo moja. Neno moja vipi bwana ushamuumiza mtu wewe subiri kesi tu sasa hivi ukajiandaa maneno ya kuzungumza polisi. Mimi simo. Kama umepotelea mbali lakini mimi nishamjeruhi. Na wewe utakuwa shahidi kama ushahidi si utaki. Ushahidi na uogopa. Nasema vipi? Tayari nimeshamjeruhi na nimehakikisha jicho nimeli. Hebu bwana usio kanto bwana mie. Hebu kwanza bwana mie. Alafu wewe kumbe huna imani hivyo. Alafu wewe kumbe huna imani. Sasa wewe ushahidi unaoshikilia hivi akiingia polisi hapa. Mimi simu. Na mimi pia simu. Na mchanga gani huo? Toka jicho langu. Jikaze baba. Najikaza mwanangu. Pole. Jicho langu shanitoboa. Tumeshafika nyumbani. Ndio hapa nyumbani kwangu. Mlango wapi? Ingia taratibu. Subiri babu. Subiri nikuingize. Twende. Jicho langu damu natoka damu. Twende huku. Haya. Pole. Mama Kiroba. Karibu. Uko wapi? Uko jikoni? Njoo haraka uone. Nini tena jamani? Wewe binti. Umemfanyaje mume wangu wewe binti? Hebu mwache. Njiani bibi. Umemkuta njiani kwa umemfanyaje? Alifanya chochote kanisaidie mimi nimetobolewa jicho. Nimekuta njiani. Nibaka mke wangu nibaka. Mama yangu wewe. Nibaka. Vibaka wako kufanyaje? Wamenikamata nadhani na hela katikata mtama kuinuka nikala ngumi ya kichwa ipo na kizunguzungu wakati ya bisibisi. Jamani. Wewe jicho lote limetoka? Sasa limetoka nusu. Mama yangu wewe. Unaona limetoka hapa niambia limetoka nusu. Ulikuwa na majicho mawili ilikuwa tabu. Sasa hilo jicho moja itakuwaje humu ndani leo? Hapo chacha. Bibi tumpeleke hospitali. Mama yangu ndio hospitali. Angalia sasa na jicho linavyotoka. Hospitali sasa naogopa kudaiwa PF3. Wataniuliza umetobolewa kwaje jicho likaondoka. Sasa usiwaelezee kama mkutana na vibaka. Tunaambia vizuri wanakujua. Angalia sasa jicho linavyozidi kutoka mama. Angalia jamani. Pole babu. Maraba mjukuu wangu. Anakuamkia? Sana kusalimia wewe nakupa pole. Naisi anachanganyikiwa babu huyu. Haya twende ndani basi. Twende ndani basi nikakuna nini nikakutengeneza vizuri. Hapo poa afadhali. Kwa hospitali unakataa kwenda babu. Hawezi kwenda hali mbaya. Huyu babu vipi? Sitabani. Peleke jikoni kwanza tupate chai haraka. Yaani babu unakataa kwenda hospitali wewe shamba ni. Wewe binti wewe. Wewe binti wewe. Hebu kwanza naomba uniambie. Niambie vizuri. Imekuaje? Imekuaje kwanza? Unajua nyote watoto wadogo kuchukua wazee watoto wake ndio haya. Kisha kusababisha kwa mchukua mzee kama wewe nini? Mimi mchukua mzee kama yule. Imekuaje sasa wewe mzee kama umempigisha nani mume wako wewe? Naomba uondoke, nenda kwenu. Naomba uondoke. Mwangalie. Ule msaada gani? Sasa anakufa. Ungemwacha ule arudi mwenyewe kuliko kumchukua wewe. Ni mwanamke wako anasababisha. Kwenda kule. Mwangalie vile mtoto mdogo kuchukua wazee. Yanashindana hapa mtaani. Na amezi kuchukua watoto wadogo unaona sasa. Unachokitaka sema hani. Usiwe na wasi. Niache kelele mimi. Niache kelele. Na umekaa hapo kama mtu wa maana, huna maana yote wanaume wewe. Kwa hiyo tabia mbaya namna hiyo. Sasa upande hoja sikuoni. Unione utanionaje sasa hivi? Angato hata nashukuru kwani una jicho moja sasa hivi. Nakwambia hivi, huku umekuja sehemu ambayo kuna park light, njoo kwa upande huu.
Maana hata sikuoni sasa. Zungumza. Yaani nilikuona kweli ni binadamu ambaye uliotimilika, kumbe si binadamu yote wewe. Mtu na heshima zake, au una heshima hata kidogo wewe. Sasa jicho lenyewe moja, alafu waje kidole upande huu wa pili. Na habari zako nimeshazipata zote huko mtaani. Unaniambia zipi? Sivyo kwa niambia tu wewe umekutana na nini na majambazi sijui vibaka, kumbe hamna vibaka. Nini? Mzee wa Chaba, una hata haya. Mbaya hiyo. Unataja ofisi? Ofisi gani hiyo ofisi? Unataja ofisi? Utakuja kuumia na jicho lingine litakuja kuzama hili. Na unaongea na mimi, unaongea na nani? Kwa unamwangalia nani kwa barabarani? Yaani hapa nimefurahi sana mikuumiza. Ndio nimefurahi sana na nakwambia hivi, huyo aliyokupiga amekosea. Angekutoa macho yote mawili haya yote haya. Inachokusababisha wewe uende kuwachungulia watu ni kitu gani? Ngoja kwanza unajua hapa nitakupiga full dim afu macho yangu makali. Sasa unaona sana ili jicho silidharau. Hakuna kitu kinachokiangalia. Hapo ninaona mpaka Lindi. Una haya wewe mzee mzima unakuwa mzee wa Chabo. Tena kwa tofauti hivi na kwambia hivi. Walikosea kutoboa hili basi. Hili hapa ndo la Chabo. Yaani bora mara 10 mmengu ungeambiwa ni mwanga kuliko kuambiwa mzee wa Chabo. Una taa haya. Hivi mimi sura yangu niiweke wapi? Nikienda kuchota maji mimi naonyeshwa vidole. Hivi ni mwanamke gani mimi? Kwani ndo la Chabo? Kwa taarifa yako nakwambia hivi, kuanzia leo hii unipe talaka yangu mimi na wewe basi. Mimi najua kuoa, sijui kuacha. Na leo utaniacha mimi. Sikuacha. Nipe talaka yangu nimekwambia. Sikuacha uende kwa mama Chabo. Nipe talaka yangu. Mama Chabo mimi sitaki tabia zako hizo. Utaitwa Mrs. Chabo. Sina haja. Mke wangu Chabo ofisi. Wazee wenzio wakikuona hiyo tabia yako ambayo ulikuwa nayo, ni tabia ya vijana wadogo, sio wewe mtu mzima. Sisi kwa taarifa yako tuna kampuni, tuko wengi. Kampuni gani? Chabo Limited, tuko wengi. Sasa kwa taarifa yako, wewe pamoja na hamu ya kuwa nayo, mimi nataka niwaonyeshe kazi. Mimi sina haja na hiyo kazi yenu ambayo mnaifanya. Nipe talaka yangu niondoke. Na kwa taarifa yako hapo unaongea na katibu wa Chabo. Hata kama nikiongea na mwenyekiti, wala yanihusu. Nipe talaka yangu nimekwambia mzee Malito, nipe talaka yangu. Mke wangu. Sasa wewe huoni kwamba usemaje sifa kwamba wewe sina sifa yoyote na wewe. Bibi Chabo na mimi mzee wa Chabo. Wala usinipe hilo jina. Hilo jina la kwako mwenyewe. Nakwambia alikutoboa akakukosea, angekutoboa mdomo, pua na macho yote mawili. Tuone kama ungekuwa unapiga hiyo Chabo yako. Chabo ni huku mke wangu. Alafu ile kwa Chabo ile. Sipendi na kwa unipe talaka yangu. Hivi hapa tuelewani mpaka unipe talaka yangu. Sina haja. Unaenda wapi? Ulikuwa na majicho yote mawili, nilikuwa nakupenda sana mume wangu. Leo jicho moja, sina haja na wewe. Yaani unipenda wakati wa raha, wakati wa dhiki. Pamoja na hayo, hii dhiki umeenda kujitakia mwenyewe. Sawa. Kwenda kupanda kwenye manyumba ya watu, kwenda Chabo ya nini wewe unachoenda kutafuta? Nasema hivi hata unatafuta huko nje kitu gani? Hata ukenda bado kampuni iko vile vile kwa sababu hicho la kazi lipo vile vile bado. Siongei tena, nipe talaka yangu. Talaka unanipa au unipi? Mama Kiroba wewe hujajua raha Chabo nakwambia. Na nimekwambia hivi, unipe talaka yangu. Nakwambia hivi, mimi ninajua kuoa kuacha sijui. Talaka unanipa au unipi? Sikupi. Sasa nakwambia talaka itanifuata huko nyumbani. Mimi nakwenda wewe nenda, kwani mimi talaka ndio miguu. Wewe unanichezea. Mbili maana mawili ya macho kama naona. Tatu. Kwa nini nipatie aibu hapa mtaani? Siwezi kupata aibu hata siku moja. Begi langu. Begi yako nimenona. Begi yako liko. Hamna. Wewe huwezi kunipa aibu. Basi, nikwambia begi langu nakwambia. Begi gani? Nakwambia begi langu. Mimi, wewe begi yako unajua kununua wewe, unajua kununua nguo. Napika mwenyewe maandazi hapa nauza kila siku hapa. Maandazi mimi silamu. Endelea na Chabo yako. Endelea na Chabo. Chabo kama kazi na nitakuja kijiji kwenu nipige Chabo pia. Utanitafuta. Nakwambia utanitafuta. Na usinikasirisha mimi. Bahati yako umeondoka mapema hapa. Chabo kama kazi tu. Wewe zangu msalani kwanza. Upande usiende kinyume nyume. Leo maskani tupu leo. Sijui umeshajigutukia shanti wa maskini, shanti wa jicho bovu hili. Lakini nahakikisha jicho hili litakuwa kama x-ray ndio. Yaani umekosa fangi tobola kulia. Lakini tobola kushoto. Safari ndio tutakuwa na nguvu mara 3.
sana. Jogolo sina nyumba we, najenga barabarani, ghorofa ndani kwa ndani we, ghorofa ndani kwa ndani. Na swimming pool humo, kila kitu yani kaeka humo yani full muziki, full stop. Mambo kama kawaida. Naona unazidi kupendeza, mambo sio mabaya. Unajua anavaa mawani, unavaa hiyo pamba, sijui inakuaje. Lakini mwambie Chila asante sana. Amekupa nini? Hajanipa chochote kile alichonipa mimi kikubwa sana, sitasahau mpaka maisha yangu. Chili na wewe mweliwani, kila mkija hapa kila siku mnakufuana ngumi, mateke, hadi wengine mnatuumiza. Mimi nagonga mlango, nilikuwa na shida naye. Naona simsikii, nikasema ngoja nichungulie pengine kalala kwenye dirisha. Yaani umechungulia dirishani kwa Tili? Wewe ulikuwa na lako jambo sio bure. Nachungulia mzangu anitia bisibisi ya macho mimi. Jambo gani lipi? Sijui kwa sababu uwezekano ukachungulia dirishani kwa mtu wakati mlango upo bwana. Wewe ungegonga mpaka vidole vingeota sugu knuckles. Basi umwambie bwana kama atakuja hapa maskani kwamba amekosea. Amekosea nini? Amekosea jicho. Kufanyeje? Kama angetoboa la kulia ndo angekuwa ameshamaliza kazi yake, lakini kama ametoboa la kushoto ili hapa kama x-ray bao mpaka mfupa ninakuona. Kwa hiyo umetaka ni akakutoboa makusudi ili akosee urudie tena, sio? Nakwambia mimi ndo nitazidi sasa hivi. Kweli walivyosema ndio hivyo hivyo, kwa sababu kila siku nyinyi mnakorofishana kwa maskani, mnagombana, mna nini. Matokeo yake sasa ndio hapo. Na unasikia atangazia kwa watu siku hizi eti siku hizi Majuto fundi saa. Mimi fundi saa. Mimi mzee wa Chabo bwana. Wewe unajisikia yako tu mzee wa Chabo? Sana bwana. Mimi Chabo ina raha zake bwana. Hiyo ofisi kuchungulia kupiga Chabo. Mimi nitafanya kile tunafanya hapa sisi kila njama uiache kazi hiyo. Mimi kazi si watu nakwambia na sasa hivi natafuta daftari. Kufanyaje? Kuandika kila niona matukio naandika. Matukio naandika. Sasa na sisi tutakufanyia kampeni mpaka hiyo kazi utaiacha kwa sababu sio vizuri. Natafuta na mimi ndivu kamera kabisa, neno achukua na kamera nene kumbukumbu nipate kustarehe. Wewe utakuwa na Chabo kuandikisha. Unatamani? Wa Chabo. Na mimi nije kwa kama wewe. Aya. Nitapoteza uensamu Nakwambia hii certificate sasa hivi. Hakuna certificate wala certificate nini, hakuna. Anaita Chabo master anambia oya. Sasa na bado atakunyanyua hadi ndevu ili uache tabia hiyo. Na mimi bado nitawachungulia sana. Sasa tutaona. Sasa hivi tuna mpango kuziba vichochoro vyote, sio utapitia hapa. Tutakutumbua tumbo ile mzee, matatizo anajitafutia. Sasa hivyo vita. Sio vita. Unataka mwenyewe. Mkiweza malizeni jicho jingine lakini sio mwili. Subiri sasa. Kuziba vichochoro vyote. Ona raha. Jicho limekuwa kama bungo vile. Sana. Takafulula baba wewe kweli kidogo. Na mimi namsifia bwana kwa kazi yake. Asante sana. Mimi nakugongea mlango wewe umelala hujatoba jicho umekuindisha wewe. Asante sana. Baba ndio ulivyo hivyo. Na kiboko hii tu. Na bado basi. Ndio ulivyo hivyo. Kama mtu aliona kama kafanya hajafanya kakosea. Angechoma la kulia. Unasema vipi? Wewe ni president. Longa. Mimi ndio makamu nimetulia kwa pembeni. Mimi ndio Folofoshino. Wewe unajifanya udari wa kubipu, wewe bipu. Mna bipu Jicho limekuwa kama embe. Wewe bipu tu mambo ya watu ya usipoje ujobebwe basi. Na bipu sio, lakini mmependezana. Wewe president, wewe makamu wake. Baba jicho limekuwa kama embe. Yaani amekuwa kama fundi saa. Poa tu lakini nimekosea. Ingetobolewa hili nyingine lingekuwa safi. Lakini hili ngoma kama kazi. Kama hili naangalia kama vile x-ray. Yaani mko hapa kama mwizi na kazi hii siachi. Na kwa nini mumchangie mwenzenu? Hiyo kwa taarifa yenu si nyinyi mmenifanyia mimi. Kazi mimi siachi. Kwa nini mumchangie mwenzenu? Nyinyi mngemwachia tu akimaliza aondoke. Sasa hivi kafika usiku mkianza tu mimi hapo. Sina shida ya wanakuja na kuja kubomoa tena. Sina shida ya kufunga jicho tena. Nika hapa za hapa tu. Baba pole sana baba. Lakini hiyo ndio dawa ya Chabo. Alafu sasa ninakuja na kamera kabisa ya video napiga kabisa. Nasema vipi? Hiyo ndio dawa ya Chabo. Na mimi siachi Chabo. Ujue Chili jua nini hiyo? Wenyewe unasema usiutie mapengo sumeno wangu mie. Kama unitaki na kwenda zangu mie. Mama nataka kulewa. Kaukala. Hiyo ndio kukalange ndio kiboko hiyo sasa. Nimefurahi kweli hapa. Nimefurahi, hiyo ndio wenyewe hiyo. Hamjafanya kitu. Sasa hivi jicho linakwambia hivi kama lina kompyuta ndani ninawaona. Sasa upande huu wewe unaona? Wapi? Upande huu unaona? Ndio maana nakwambia ndio nimekuwa na power. Sasa nakwambia vipi? Wewe ndio fundi saa. Hapo wenzangu wote umepotea. Chini unanitaja mimi? Wewe ni fundi saa. Nakwambia hivi mimi nakwenda kushtaki kwa mjumbe. Potelea mbali. Wewe unanitaja mimi fundi saa. Wewe ni fundi saa. Kwa nini tupige Chabo?
Utanihitaji fundi saa? Ujue wewe niona? Ujue nzee mtu nzima, lakini chabo hiyo unaweza kuifanya wewe sasa hivi, unaweza ukapigwa kama mwizi vile ukaja kuteteka. Mimi ninakwenda kwa mjumbe, kwa nini mnanipa cheo ambacho sio changu wakati mimi ni chabo master wa chabo? Una cheo? Kila mmoja anamjua story zake hapa. Wewe una cheo? Kila mmoja anamjua story zake bwana, mpaka sio rafiki yangu. Mimi sina. Yaani una jicho moja kama fundi saa. Ngoja bwana. Sikiliza bwana mzee Madi. Nenda. Sikiliza kwanza bwana. Hapa vijana hao bwana watakuharibia. Kumbe babu huyu kazoea huyo. Ofisi siachi. Ofisi utapotea. Nani aweze kukalia kutikavu hali ya kuwa anajua ataanguka? Kama nzi ukwepa kutua juu ya moto, iweje mimi? Thamani yangu ni utu wangu. Hakuna chenye thamani zaidi ya utu wangu. Hakuna unachostahili zaidi ya malipo ya usaliti. Ni bonge la filamu lilobeba visa, mikasa na mauaji ya kutisha. Chini ya mtunzi makini Suleiman Mkangara. Lazima sija kugeuka. Shut up your mouth. Mimi usipende kuingilia mambo ya watu bwana, umesikia? Na mimi kama naweza kumsaliti mumeo kwa ajili yangu, basi tani utanisaliti pale atakapotokea mwingine aliye zaidi yangu. Sasa iko madukani. Pata nakala yako. Wewe ni mlinzi tu katika nyumba. Lakini mimi ndo nilokuinua katika kampuni yako. Fungu la kukosa pati 2. Fungu lilojaa penzi la dhati, penzi la usaliti, penzi lenye vingi vishawishi. Fungu la kukosa pati 2. Baada ya kudumu kwa muda mrefu katika soko la filamu Tanzania, sasa mwongozaji wako Musa Banzi akishirikiana na Riyama Ali. Afati Maximo anasema kati nyimbo ya machupa na nyimbo na mosha kati nyimbo yangu mimi hapa. Mohamed Likulo mpaka wanaofanya nao biashara wajue kwamba mimi sijui Kiingereza. Wanakuletea fungu la kukosa pati 2. Sasa iko madukani, nenda kapata nakala yako. The Game of Love Part 3. Baada ya kutingisha anga la filamu kali za Tanzania, wasanii wale chini ya mwongozaji Musa Banzi, sasa wanakuja na bonge la filamu The Game of Love Part 3. Huja uzito ni wako. Sio wangu. Ni bonge la filamu ya kibongo lilowahi kutingisha katika Part 1 na Part 2. Haya ni maisha yangu, na sitategemea kupata pesa kwa mabinti kama nyinyi. Sasa mchezo umefikia tamati. Na kuacha hapa. Wale watu wa Jeff hunitishi wewe, hata kama najiita Jeff. Fungua mboni za macho yako Kodo, jionee uhondo kamili mwisho wa mchezo. Nani ataondoka na Jeff the Game? Iwa me. The Game of Love Part 3 sasa ipo madukani, nenda kapata nakala yako. The game is over.
la Dar es Salaam ni kubwa. Ninahitaji heshima. Kumheshimu kila mtu mdogo wangu. Kuanzia hapa nyumbani na majirani wote unatakiwa uheshimu. Mwanamkasi, hapa Dar es Salaam ukimwi upo. Sio kama kwetu Tanga. Tanga ukimwi upo, lakini hapa ndio zaidi. Kwa sababu watu wengi wenye pesa wako hapa Dar es Salaam na utumia pesa zao kwa kuangamiza watu mdogo wangu. Chunga sana na ukimwi mdogo wangu. Uogope. Utakapokuja kupata wewe matatizo mdogo wangu, mimi na wewe wote kwa baba tutaonekana sisi hatufai. Haswa mimi, maana ndo nitaonekana nimekuchukua wewe kukuleta mjini hapa kuuza. Si unamjua baba yetu mzee Majuto? Atatufukuza sisi kama mbwa na nitaonekana nimekuchukua mdogo wangu kuja kukuuza hapa Dar es Salaam. Mimi siko hivyo. Kama wasichana wengine wanawachukua wadogo zao kuja kuwauza hapa Dar es Salaam. Napenda sana usome mdogo wangu. Uepuke sana vishawishi. Hapa Dar es Salaam kuna wasichana wengi sana. Sasa uepuke sana vishawishi vya kukaa na wasichana ovyo ovyo. Uwe kama hivi unakaa unajisomea. Mimi nafurahi sana ninapokuona mdogo wangu unakaa unajisomea. Na jingine unatakiwa umheshimu sana huyu kijana wa watu walokupeleka shule. Elimu ni ufunguo wa maisha mdogo wangu. Inabidi umheshimu sana. Naomba siku moja umlete huyu kijana ili niweze kumfahamu shemeji yangu. Sio shemeji yako. Dada, mimi nashukuru sana kwa yote ulionieleza. Na mimi sio mdogo sana. Ni mtu mzima na nafahamu. Na kuhusu swala la heshima, hata baba alinieleza kwamba nikija huku Dar es Salaam nawaheshimu watu wote, wakubwa, wadogo, saizi yote. Kwa sababu anasema kwamba ukimheshimu mwenzio na yeye atakuheshimu. Na kuhusu swala la ukimwi, mbona nafahamu wanaandika kwenye magazeti, kwenye maredio, kwenye ma-TV, wanaongea kila siku. Mimi hilo halina wasiwasi. Na kuhusu huyo rafiki yangu anayesaidia dada, mimi namheshimu sana tu. Na hata kama ukitaka kuja kumuona nitamleta. Lakini dada sio shemeji yako. Nashukuru kusikia hivyo. You will see this, the name of this application at the bottom of the taskbar. The overview of this application, you will see today this is Excel, Microsoft Excel. Remember what we started yesterday? Okay, we have been discussing so far application software. Remember, we are now due to do something, a special job. Whether you have started Word, whether you started Microsoft Excel, what you are doing, you at the end of that application will be able to go for a particular job in your office. Therefore, that's all for today. Tomorrow we are going to proceed with the application software. Karibu. Amis. Oi, karibu. Asante. Mbona utoki? Dada hilo. Mambo vipi? Poa vipi? Poa za masomo. Safi. Lakini masomo magumu. Pole bwana. Karibu. Nitajitahidi lakini sijua kali. Jua kali. Niache mimi. Ngoja mama. Tulia nikoneshe mambo. Mambo gani? Taska ndovu. Toka lini nikanyabia? Usinichekeshe. Nipe maji. Sikia mwanamkasi. Jua kali hivi. Kunywa taska baridi moja inatosha. Sikiliza Hamisi, bwana mimi huwa sinalipia. Tafadhali sana. Wewe unajua kabisa mimi ninasoma, nianze kunywa kwanza pisha. Unajua sio mbaya. Bwana Hamisi, wewe tunabishana pisha. Ndio. Eti nini? Chukua taska hiyo. Hapana. Si hapa juice ya mango. Wewe vipi? Tunaenda ready? Hii ndio size yangu Mambo yako unajua sana. Uninyoshe bia mimi. Niambie. Nayo. Hamisi, hata hivyo mimi sio mkaji sana.
Tunaambia nikusalimie na issue zangu. Mwanamkasi, kila siku sio mkaji ukija hapa. Kila ukija naondoka. Upo juu tu. Natamani siku moja uone ifi yako lakini sawa. Mbona sawa wanyonge Mwanamkasi? Hamna. Oh. Sawa, mimi. Kwa hiyo Linte. Hata hivyo Hamisi samani. Dada alikuwa anataka kukuona. Kwa lipi tena Mwanamkasi? Dada anasema hivi. Yeye hawezi mdogo wake akasaidiwa na mtu ambaye hamfahamu. Kwa hiyo shida yake ni kukuona tu. Mwanamkasi. Unaweza kumsaidia mtu mpaka mtu mfahamu Sikiliza Hamisi. Unajua dada yangu yeye shida yake ya kufahamu tu na hakuna kitu kingine chochote unaweza kufikiria wewe. Umeelewa? Yaani cha msingi mimi na wewe tupange siku ile twende. Hakuna Mwanamkasi, mimi najua Waswahili bwana. Tayari mshaandaa mazingira yenu mnajua wenyewe. Ushaona? Mimi bwana huko mimi msaada kukupa msaada sio tatizo sasa naona. Sikiliza Hamisi. Dada yangu mimi si ndo dada yako wewe. Kuna tatizo gani? Hata kama mimi najua mambo ya Waswahili bwana. Mshaandaa mazingira mengine huko. Mmeenda mnitie kitanzini. Mimi siwezi. Mimi kukupa msaada wangu wewe sio tatizo bwana Mwanamkasi. Sikiliza Hamisi. Wewe unakokwenda mbali sana. Dada yangu shida yake ni kujua na kukufahamu wewe tu. Wewe unakokwenda ni mbali mno. Dada yangu mimi ni mstaarabu sana. Kwani usikubali si twende tu, tupange tu siku mimi na wewe ukaonane naye. Sikiliza. Kwa vile tunalalamika sana naona. Panga lini twende? Mimi nafikiri siku nzuri weekend. Jumapili, kwa mimi nitakuwa nyumbani. Basi itakuwa vizuri zaidi. Sio mbaya. Vanessa mdogo wangu. Karibu. Asante. Mando unakuja na mimi natoka. Karibu, rafiki yako yuko ndani. Asante. Mami. Kama utakuwa wewe kuondoka. Nitakukuta. Vanessa, karibu. Asante. Uonekani. Ndo mambo yenyewe ya kujifungia. Kujifungia wapi Vanessa? Karibu ukae. Asante. Vipi? Yaani hata hivyo nimekuja kimachale. Najua kabisa nikija sitokukuta. Vanessa, wewe kwanza niwekea mchele maana mambo ya utambo na mkae karibu yaongee. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Siku hizi niko busy sana masomo ya kompyuta ndio maana sionekani rafiki yangu. Umechukua muda gani masomo? Mwaka huu mmoja. Dada yako anajitahidi. Hongera. Vanessa. Dada yangu gani? Wale nani? Si Hamisi. Hamisi huyo unamfahamu? Huyo unamfahamu wewe. Hamisi Chao. Ndio yeye. Sio siri, yule kijana ana akili sana. Anasaidia kweli wazazi wake na wewe kama kukusaidia. Hongera. Asante. Inabidi muheshimu sana kwa sababu kijana kama yule sio ndugu yako, kujitolea kupeleka shuleni. Ana imani na wewe. Yaani inabidi umuheshimu. Mno. Kuhusu heshima ni 100%. Na isitoshe Hamisi yuko hapa. Huko unakwenda. Siko kabisa. Kwa sababu hata darasani utakusikiza masomo. Kila mara utakuwa unamwaza Hamisi. Ukirudi nyumbani tena baadaye kuchukua kitabu ujikumbushe, utakuwa ile Hamisi matokeo yake ndio ile kujifungia. Mkishajifungia ndio ile kitu na box. Nakwambia Hamisi hana hata moja wala 11. Kwa sababu gani napokuambia hivyo? Mimi siku moja nishaenda hadi kwake pale. Akaniambiaje? Mimi na haraka sana, sio nikishafika hapa dakika 2 tunaondoka. Nikisubiri nimuoneshe nani? Anionyeshe mimi wifi yangu. Japo liliniuma na lilinishuka. Umeelewa? Lakini hata siku moja je kunitamkia hicho kitu. Ni mimi tu. Si unajua mambo ya wasichana tena. Ukisaidiwa na mvulana, unahisi tena ndio moyo wako umeshakufa, lakini mwenzangu yeye 11 hana. Nakutakia masomo mema. Nashukuru. Uje tuendeleze na sisi. Unajua tena. Wewe acha tu. Mwenzangu baki tumeongea sana. Acha kwanza nipike fast hapa tupate kula. Basi lesa nikusaidie kaandae vitu vingine. Haya. Oya Kiba vipi ndugu yangu? Wewe ni mbaje mkubwa?
Shwari kabisa. Vipi? Shwari. Shwanga? Kama kawaida. Au sio? Kama naona. Pole mzuka mwanangu. Yes. Vipi? Karibu mtu wangu. Asante. Haya bwana, mimi sija kukaa wala nini siku ya leo. Nataka kumuona shemeji. Sifa zako leo ndo mwisho kabisa. Kiba kuwa mpole. Shemeji yako Kiba yupo. Mtoto wa Kitanga. Digo Kiba. Sema kwa midai hapa Kiba kusema kweli. Yupo zake skuli. Nimempeleka kasome kompyuta ndugu yangu. Saa hizi ninakwambia anacheza na wazungu. Paka. Ana wasiwasi. Aya. Mimi nimesikia Kiba. Msomi. Bwana nataka kama msomi. Mimi nakukubali rafiki yangu. Kwa sababu hiyo siku ya sherehe yako rafiki yangu itakuwa babu kubwa. Kwa sababu pembeni kutoka kuna bicha. Pembeni kuna Alwatan Small. Bwana hata hiyo siku hiyo yangu nivaeje. Kwa sababu mimi ndo nitakuwa best man wako. Si utaniambiaje hiyo siku rafiki yangu? Kiba. Ndugu yangu, usiwe na wasiwasi. Kwanza mtoto mwenyewe Kiba, baba yake mwenyewe Alwatan. Kimba Juto, unafanya mchezo nini? Na mimi mwenyewe babangu kama unavyomfahamu. Alwatan Wanga. Mimi natisha Kiba, mimi natisha. Sikiliza rafiki yangu, huyo msomi. Wasomi tu kuamini rafiki yangu, unaweza ukawasomesha, sio? Ukaenda hadi kwao huko. Ukafunga la sherehe. Ukirudi hapa na kaa wiki 2 tu au mwezi mmoja. Wajanja kuja kumchukua, waenda kula good time zao huko, Arusha wapi huko. Masala kwenda kurogana rafiki yangu, nakupa kama wangu. Kiba umetumwa ndugu yangu. Sio kani. Umetumwa rafiki yangu. Kiba mazungumzo yao unaongea ndugu yangu. Haya mazungumzo yao ongea, Mimi nakupa kama wangu rafiki yangu, ndo masala yangu kwenda kurogana. Unaona kwamba mimi naongea ovyo, poa tu siwe. Nikwambie. Mimi hapa namtengezea maisha mpenzi wangu, unaona? Ataposoma yeye baadaye maisha yatakuwa mazuri sana. Kwa hiyo usifikiri unamsomesha vile, yani baadaye kutengeneza maisha yetu baadaye yani. Hata mambo gani Kiswahili unaleta wewe. Mademo yenyewe siku hizo rafiki yangu usiamini. Unasikia? Usone kama nakupenda unampenda wewe shemeji yangu. Mimi nakupa live ndio hivyo nakwambia. So kiivo unavyoongea wewe. Hicho mtu wangu. Sio kiivo. Poa basi tugombane wewe wangu. Haya ndio akaongea sasa. Mimi nataka kujatia. Nakupa sifa zake za mpenzi wangu. Anakunipa sifa zake. Nakupa CV yake. Silete ndizi. Tulia sasa kuwa mpole sasa. Nakupa vitu ndio nakusikiliza. Kiba. Umeenda dukani kununua simu. Lakini dukani pale unakununua simu, kila simu ina sifa yake Kiba. Utaambiwa na simu ina Bluetooth, simu hii ina kamera, simu hii ina radio, tayari sifa. Una nini mawasiliano? Sasa nakupa sifa ya mpenzi wangu Kiba. Kiba mtoto hapa. Mkia Kiba. Mkia Kiba. Natisha. Nakuja sasa. Tulia kuwa mpole. Kiba hapa mguu. Vijana wanasema si chupa ya bia, si mguu wa bia, sina hizo. Kinda tembo ndugu yangu. Tena tembo yenyewe sio Rufiji huko, Soronera. Mimi ndio msichao Kiba. Ukubali pamoja na sifa zote rafiki yangu. Siku ya rafiki yangu ingiza na tangu wazima. Tunataka toto litoke. Toto kutoka kama Betina. Betina. Au viteje vya mawenzi. Ndio Waswahili bwana. Hata naomba kumbe mbele hapo bwana. Awisi. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Tunaishi hapa mimi na wangu, tuko wawili tu. Karibu sana. Wageni. Karibuni. Pole sana. Samahani kwa kuchelewa. Sasa hizi salama tu. Marahaba. Karibu. Dada. Huyu ndo Hamisi. Huyu hapo ndo dada. Nashukuru sana kufahamu. Karibu sana. Jisikie uko nyumbani. Mimi hapa naitwa Mwansiti. Naishi na mdogo wangu huyu hapa anaitwa Mwanamkasi. Nadhani wewe mwenyewe unamfahamu. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa wito wako. Na mimi naitwa Hamisi Chao. Na napenda kujiita Hamisi Chao. Lakini baba yangu ni Small. Nashukuru kufahamu Hamisi Chao. Lakini mimi singependa kuita Hamisi Chao. Nikuite Hamisi Small. Karibu sana. Kwa hapa nilipofikia, ilibidi mimi nikufahamu. Kwa sababu haiwezekani mtu akasaidiwa mdogo wake pasipo kumfahamu. Haiwezekani kwa mtu yoyote yule. Si mimi tu. Nashukuru kwa msaada wako. Na mimi nashukuru vile dada yangu. Mwanamkasi ni kijana mwenzangu. Na tunapokaa sisi vijana huwa tunaongea mambo mengi sana dada yangu. Lakini kitu cha Mwanamkasi kilikuwa
ndio hasara kwa elimu. Na mimi najisikia raha sana mtu anapokuwa ana wivu wa maendeleo na hasa kwenye elimu. Kwa budi nimsaidie. Sababu ni kijana mwenzangu na napenda maendeleo. Msaada wangu ilikuwa ndio jua kubwa la elimu. Lakini mambo mengine ndio naomba muondoa taka. Sio na wasiwasi kabisa. Mimi kuingia huko naomba dangu usifikirie kabisa. Nilijitolea moyo wangu kusaidia mkazi wao mmoja. Mwingine sipo kabisa. Huko usifikirie dadangu kabisa. Ninamsaidia kwa roho moja. Hamisi. Nashukuru sana. Nashukuru sana kuwa na moyo kama huo. Ni vijana wachache sana wenye moyo kama wako. Nakushauri uendelee na roho hiyo hiyo. Vijana wanapojitolea kumsaidia mwenzio kwenye swala la elimu, ni jambo la kupongeza kwanza. Hongera sana, uendelee na moyo huo. Nakuja mara moja. Ngoja niwaandalie chakula. Hamisi. Mtafikia umeshikiliwa mtu bunduki. Mkasi, kwanza nilikwambia nakuja kwenu lakini mambo mengine dada yako. Na kaanza kunibipu tension pale. Na boost. Sio hivyo Hamisi ndugu yangu. Okay. Unaona mimi acha nitisisi. Hamisi dada hapa kama mara moja aenda kuandaa chakula. Kwa hiyo subiri tule chakula kabisa. Chakula nitakula siku hiyo, soda inatosha. Hamisi sio vizuri. Leo ni acha tu. Subiri tu dakika 2. Kwa leo acha tu, nitakula siku nyingine. Sababu kama mtu na point 29. Dada. Dada. Unje kwenda kumwaga. Sio mwaga jamani. Dakika 2 tu Hamisi. Unifanya kosa. Sio hivyo. Kuna mtu anafanya tu nje yako jamani. Kama sana kia. Nyumbani kwenye kama unakuona. Viti hivi hapo ungekuja rafiki yangu ungekuta sofa sasa hivi limetia. Toa papa, jiko hapo hapo. Kwa maendeleo gani? Mshahara unapanda, tumekaa kwa mshahara unapanda hapa badilike. Umesitishwa kwa muda, sijui mpaka mwaka gani. Ndio ushotambaa ule. Hakuna tena rafiki yangu hapa. Shukuru Mungu. Mungu kama ulivyoniona siku ya siba. Na ndo mkubwa. Kila kitu ndo mimi. Hela ni basi nimejikuta msiba umeisha sina hata shilingi 10. Ndio hivyo tena si Swahili, tukiamka asubuhi tupata chakula kuingiza tumboni tunashukuru Mungu. Ndugu yangu hilo swala la msiba ni la kwetu sote. Kwanza turudi pale kwenye mshahara. Mimi mume wangu alikuwa anafanya kazi serikalini. Lakini kisha hapo tulifikia tu mshahara baada mshahara. Kuja kutamaki ndugu yangu, serikali imeilisha mshahara. Sijui mwezi wa kwanza, sijui mwezi wa ngapi. Ndugu yangu afadhali ya wewe unastahili na chumba hiki cha kulala. Lakini sisi wenzio tuna chumba hiki moja na wale watoto wawili jumlisha ndugu yangu hapatoshi. Inabidi usiku tunaweka panzia. Shuka. Watoto wanalala huku, sisi wenyewe tunalala huku. Ndio maisha yetu sisi wa Tanzania. Unashangaa? Tuachane na hilo kwanza. Kuna tatizo linanisumbua. Juu huyu mdogo wangu mwanaklasi. Amepata fadhili. Waziri huyo amemchukua amempeleka shule. Somea kompyuta sasa. Nikamwambia namuone mfadhili. Nimuone. Kweli kijana wangu akaja mpaka hapa. Lakini katika mazungumzo yake yote anakuwa mimi niko kwenye swala la kumsaidia lakini mambo mengine Itoshe. Fadhili mwenyewe kijana mwenzie. Ndio hapo kinachoniumiza kichwa. Baba yetu mzee Majuto si unamjua? Namjua. Sasa hapa kija kubumburuke. Kinaniumiza kichwa sana pia. Ndugu yangu, kumbe mimi nilijua ni kampuni au shirika fulani. Kumbe ni mtu binafsi. Tena ni mvulana. Kwanza amechukua kozi ya muda gani? Ya mwaka mmoja tu. Hapo ndugu yangu natakiwa mdogo wetu kumbana. Tena tumbane. Ili pasafi. Ili amalize huo mwaka mmoja. Vinginevyo tutakuwa kuna maana tukifanya. Sasa ona niambiaje? Ushauri wangu mimi niitie ili niongee naye. Sio na wasiwasi. Kwa hilo kirudi shule nitamwambiaje? Huo ndio pressure. Nisaidie sana rafiki yangu. Tupendane
tuangalie na watangaze wewe, walio mbali wasikie, walio mbali wasikie.